Yes, you know Kenyans, what I like about Sakayo is a schemer and is scheming towards 2027. You know, our cunning president is very good in scheming. Hakuna mtu mwenye anamweza. Hata Kalonzo Musyoka, sioni any movement ana make. So Mr. Sakayo is scheming towards 2027. Now he's bringing back his close allies. Somebody like Moses Kuria, somebody like Eric Owaro na Dennis Itumbi. You know, it is so sad kuona ya kwamba president aliweza kufire his former CS na bado ana retain back na kuwapatia different positions in the government. No, na kitu kingine napendea Mr. Sakayo is like ana keep his friendship, kitu ambayo Raila Amolo Odinga ana. So ile ku retain marafiki zake, hiyo ndio kitu anapenda sana. So though it was a political move, but William Ruto vile tunamjua is a political schemer and is scheming towards 2027 as Gen Zs and the millennials are watching. So I hope ID zenu ziko poa, voting card ziko sawa, tukingoja Sakayo towards 2027. You know, Moses Kuria vile tunamjua alikuwa ameanza kufanya kazi after being fired by William Ruto. Alianza kufanya kazi kwa karibu sana na Rigathi Gachagua, na aliweza kuambia Rigathi Gachagua ya kwamba asiwe na shaka, hakuna mtu mwenye atamuimpeach akiwa hai. So that means they started working closely with Rigathi Gachagua, and that was a big political move yenye wange make, but at the same time it was a threat to William Ruto, sababu hebu imagine Rigathi Gachagua na Moses Kuria wanakuja pamoja wanafanya kazi against William Ruto. Niambie vile situation itakuwa inafanyika. And mnajua Moses Kuria akichukua mic vile ana destroy William Ruto. So kuficha ile uso ama kuficha ile uji wa William Ruto, so ndio maana aliweza appoint Moses Kuria ili asiweze kumharibia jina kabisa katika Mount Kenya. No, William Ruto amefanya vitu ambazo asistahili mbele wa Kenya, na William Ruto na Moses Kuria alikuwa very close akishuhudia hizo vitu. So kumpumbasa ili asiweze kuanika ule uchafu ambao unaendelea katika serikali, aliweza kumretain back ili aweze kufanya kazi na yeye. So in the other way ya kwamba ametenganisha Rigathi Gachagua na Moses Kuria kutofanya kazi pamoja, na hiyo that's a very successful move by William Ruto, sababu is a schemer. So Rigathi Gachagua sijui itakuwa aje. At the same time amejaribu kuisolate Rigathi Gachagua ili abaki peke yake. Unajua watu ambao wanakaribia nduru za kuaminika za karibu zinasema ya kwamba watu ambao wanakaribia anybody mwenye ako very close na Rigathi Gachagua, William Ruto anajaribu kumintimidate na kumtoa ili waweze kuisolate Rigathi Gachagua ili aweze kubaki peke yake. Issue nyingine ni vile unajua Ruto katika Kiambu County, hapo ndio the former president anatoka, Uhuru Kenyatta, and then ndio Moses Kuria anatoka. Na unajua William Ruto alijaribu kufikia Moses Kuria, akaanza kuattack the former president during that time alikuwa president, akaweza kuattack the president. So ni hapo ndio inatoanga the highest votes katika Kiambu County. So kurudisha ile votes ama uro karibu, ndio aliweza kuappoint Moses Kuria and ili aweze kuconsult zile votes za Kiambu County. So these appointments are political. Naona vile iko. So si ile ya kuserve the interest of the Kenyans, but ni ile tu kuweka watu wa kisiasa pamoja ili waweze kumsaidia ili katika votes za Kiambu County. And then kitu kingine ya Eric Owaro, unajua Nyanza, William Ruto amejaribu kuja Nyanza but hajapenetrate vile. So akajaribu kupitia Raila Amolo Odinga. Nyanza, huwezi kuja Nyanza bila kupitia kwa Raila Amolo Odinga. Juu William Ruto amejaribu hapo mbeleni akashindwa kupitia wa this evangelist readers, wakajaribu wakashindwa. So ikabidi aende direct to Raila Amolo Odinga. So after kwenda direct to Raila Amolo Odinga, and then akaenda akaleta somebody known as Eric Owaro, akamleta tena kwa cabinet secretary, kwa cabinet yake, so ili aweze kusimama na yeye. Unajua Eric Owaro na watu wa Nyanza, kuna watu ambao walisimama na William Ruto. So kwa pointiwa kwa Eric Owaro ni kuleta wale watu wa Eric Owaro na ile consultation wakuje pamoja ili waziweze kuona ya kwamba hata kama Raila Amolo Odinga amekuja,
asiweze kuacha marafiki zake. So that appointment is a big win for these key players wa William Samoei Ruto. I think that's my analysis for today.